Leo tuangalie kuhusu kesi yetu ya kwanza ya circular motion ambayo ni conical pendulum. Conical pendulum tuchukulie kwa mfano tuna surface yetu ile pale. Hii surface yetu let's say tumeifunga kamba. Kwa hiyo tumeifunga kamba, then kuna body ambayo tumeiattach pale. Kwa mfano ni jiwe au kwa mfano ni katunda au whatever case, kwa hiyo tumeifunga pale. Then tunaiadjust katika angle fulani hii kamba yetu ambayo ni angle theta, alafu baada hapo tunaifanya izunguke kwenye duara. Kwa hiyo katika duara yetu itakuwa inazunguka, itakuwa inaenda katika namna ile pale. Kwa nasema somewhere hii kamba itakuja huko. Kwa nasema umbo ambalo itakuwa inatengeneza itakuwa ni umbo la nani? Umbo la koni. Maana bodi yetu iko hapa hivi. Basi kwa tunakuwa tunaangalia sasa force ambazo zinakuwa zinapatikana kwenye hizi bodi ni sawa sawa na zipi au kiasi gani ambazo zinapatikana kwenye hii bodi. Kwa hiyo kwenye bodi tunaweza tukatafutia horizontal yake pamoja na vertical yake. Kwa kwenye x axis na y axis, au hizo axis mbili. Tunasema force ya kwanza ambayo inapatikana ni weight. Kutokana na hii na mass na g na vertical downwards, kwa kuna weight ya bodi ambayo ni mg. Lakini hii bodi inakuwa imeshikiliwa na kamba, kwa hiyo kuna force kwenye kamba au kuna tension kwenye kamba ambayo ni tension T. Basi kwa nasema kwamba angle ambayo inapatikana hapa angle theta na ndio inayopatikana hapa angle theta. Kwa force ziko hizo mbili tu, tension pamoja na weight. Kwa hiyo tukitafuta hii tension kwa thamani ya vertical, thamani ya huku, nasema huku tunaipata ni tension cos ya nani? Cos ya angle. Kwa sababu nasema cos ya angle ni sana adjacent over hypotenuse ambayo ni t. Kwa hiyo t mara cos ya angle nampata huku. The same kwa huku ambayo hii thamani hapa ndio nisoma thamani hapa hivi, tunasema hii inakuwa ni opposite, sin ni sana opposite over hypotenuse. Kwa hiyo tension times sin ya angle tunapata ile pale. Kwa hiyo inakuwa ni tension pamoja na sin ya angle theta. Kwa nasema hizo force ambazo zinapatikana ndio hizo tu, kuna weight ambayo ni mg, kuna tension, lakini kwenye huku ambayo ni vertically kuna tension cos ya angle, lakini kwenye thamani ya huku kuna tension sin ya nani? Sin ya angle. Kwa nasema kwenye hizo forces mbili ambayo kuna tension pamoja na mg, hizi zinakuwa zina balance. Kwa hiyo hizi balance forces vertically huyu na huyu anakuwa adjust, wanakuwa equal. Kwa by balancing forces vertically, force ambayo ni tension cos ya angle wanakuwa tu ni sawa sawa na nani? Na weight ya body ambayo ni mg. Kwa hiyo ni equation yetu ya kwanza. Lakini tunasema kuna force ambayo inakuwa ina provide centripetal. Kuna force ambayo inawezesha hii body iweze kuzunguka kwenye duara. Na force yenyewe ambayo inakuwa directed toward the center. Kwa tukiangalia force ambayo inakuwa toward the center inakuwa ni this ambayo ni tension sin ya angle. Kwa tunasema tension sin ya angle, tension sin ya angle inakuwa ni sawa sana centripetal force, au ndio ina provide centripetal force. Centripetal force ni force ambayo inawezesha kitu kiweze kuzunguka kwenye duara. Kwa hiyo tunasema tension sin ya angle, centripetal force kwa tumeshaitafuta, inakuwa ni sawa sana mass times velocity ya an object over radius. Mass ya object velocity yake over nini? Over radius. Kwa hiyo tunasema equation inakuwa equation ya pili. Basi kwa hizi ndo the most important equation ambayo tunakuwa tunaziona kwenye hii conical pendulum. Kwa tukichukua equation let's say ya pili tukaganya kwa equation ya kwanza, katika uhusiano wa kwanza tunasema itakuwa ni tension sin ya angle over tension cos ya angle, itakuwa ni sawa na mass velocity m square over r, tunaganya kwa nani? Kwa weight. Tension na tension inaisha au na huyu inakuwa ni sana tan ya angle, inakuwa ni sawa sana mv square over r, tunazidisha na 1 over mg. Kwa mass na mass na cancel, kwa tunasema inakuwa ni velocity m square times r what? Rg. Kwa hiyo tunasema tan ya angle, kama tunataka tupate angle, ambapo kumbuka hii angle ni angle imetengenezwa with the vertical. Angle ambayo body yetu imemix with what? With vertical. Kwa hiyo tan ya angle inakuwa ni sawa sawa na velocity m square over radius times what? Times g. Kwa hiyo this is the relationship ambayo tunakuwa tunaitumia kuweza kumpatia hapo Kwa hiyo tuone hili swali. Kwa hiyo tumepewa pendulum bob of mass ile pale. Kwa hiyo tumepewa bob yetu, pendulum bob ambayo mass yake ni ile pale, mass ni 2, is attached to one end of a string. Kwa kwenye kamba yetu
kuna pande mbili. Nasema pande moja wapo ya kamba imekuwa attached katika, imekuwa hiyo bob attached katika string of length 1.2. Kwa length yetu ya hiyo kamba ni 1.2. Nasema the bob moves in a horizontal circle in such a way that the strings is inclined at 30 degrees to the vertical. Kwa nasema bob ikimove ina move katika horizontal circle. Kwa ina move katika horizontal circle ambapo kamba imetengeneza angle ya 30 to the vertical. Kamba imetengeneza angle ya 30 to the vertical. Kwa nasema kwamba indo sehemu ambapo kamba inafungwa, sehemu moja hapo imeattach hiyo bob yetu, lakini imekuwa inclined katika namna ambayo kuna angle ya 30, then bob imefanyaje, imefungwa pale. Kwa kuna angle yetu theta ambayo tumepewa ya 30. Kwa namna ile, then bob inazunguka katika circle ambayo ni horizontal circle. Kwa inakuwa ni katika hiyo case. Anasema calculate the tension in the string. Tafute tension katika kamba. Kwa hiyo tension katika hapa kamba inakuwa ni sawa na kiasi gani? Kwa nasema tumepewa mass ambayo ni 2 kg, lakini tumepewa the length ambayo ni 1.2 meter ya string, lakini tumepewa angle of inclination ambayo ni 30. Kwa tunarudi kubwa hapa, tunasema kwamba kuna forces zinazopatikana hapa ni 8 mg, lakini katika huku juu kuna hapa kuna angle theta, kwa hiyo kuna tension cos angle theta, then hapa kuna tension sin angle theta. Kwa tukasema by balancing forces huyu na huyu anafanana. Kwa hiyo tension cos ya angle inakuwa ni sawa na mg ambayo ni weight. Kwa hiyo tukiangalia hapa tension ndio tumeambiwa tutafute inakuwa ni sana kiasi gani, lakini angle tunayo, mass tunayo na g ni constant. Hii tumechukulia ni 10. Kwa hiyo itakuwa ni tension cos ya 30 ni sawa na mass ambayo ni 2 times 10. Kwa hiyo itakuwa ni 20. Kwa hiyo itakuwa ni 20 gawanya kwa cos ya 30. Kwa hiyo unaweza kupata tension. Kwa hiyo itakuwa ni 20 gawanya hapo kwa cos ya 30 ambayo itakuwa ni 23.09 Newton. Kwa hiyo itakuwa ni tension yetu. Lakini B anasema calculate the time period of the motion. Kwa hiyo tafute time period itakuwa ni sawa na kiasi gani? Kwa nasema kwamba time period tunatokea kutoka kwamba tension sin ya angle inakuwa ina provide centripetal force, kwamba inakuwa ni sawa na mv square over r. Then tension yetu tunayo, sin ya angle of inclination 30 tunayo, mass tunayo, lakini velocity na r hatuna. Velocity hatuna, ambapo velocity tunaweza kupata ndo time period ndani yake, lakini radius pia hatuna. Kwa hiyo tunasema kwamba radius tunakuwa tunaitafutaje? Tunarudi kwenye ile mchoro wetu kwamba chukua hii ndio pembe tatu yetu, kuna angle theta hapa ambayo tumepewa, then hapa chini kuna radius, lakini tuna length ya nani? Length ya string yetu. Kwa bob iko hapa, imekuwa attached fix. Kwa hiyo nasema kwamba tukitumia uhusiano wa sin ambao ni opposite over hypotenuse tunaweza kumpata radius. Kwa hiyo nasema sin ya angle inakuwa ni sawa na r over l. Kwa hiyo radius yetu itakuwa ni l sin ya angle. Kwa hiyo itakuwa ni 1.2 sin ya 30, ambapo sin ya 30 ni nusu, kwa hiyo itakuwa ni 0.6. Hii itakuwa ndo nani? Radius yetu. Radius 0.6. Kwa hiyo tukienda kuisubstitute hapo itakuwa ni tension ambayo tuna 23.09 sin ya angle, lakini sin ya angle ya 30 ni sawa na mass ambayo tumesema ni 2. Then velocity square tunagawanya kwa radius ambayo ni 0.6. Kwa tumia subject v pale, velocity itakuwa ni sawa na under root ya 0.6 mara 23.09 sin ya 30, lakini tunagawanya kwa 2. Kwa hiyo velocity itakuwa ni sawa na, kwa tutachukua 0.6 times 23.09 mara sin ya 30 taganya kwa 2, then under root ya square root ya nusu. Kwa utapata ni 1.861 itakuwa ni meter per second. Lakini kumpata time period narudi kwenye velocity, itakuwa ni sana radius times angular velocity, ambapo velocity itakuwa ni sana r, lakini tunajua sasa w ni sana 2 pi over time period. Kwa hiyo itakuwa ni sana 2 pi over t, ambapo tunasema time period itakuwa ni sawa na kuchukua 2 pi r over v, ambayo itakuwa ni 2 pi r. Radius yetu ni 0.6, lakini over v velocity yetu ni
1.861. Kwa hiyo tunapata time period hapo ambayo inakuwa given in seconds. So itakuwa ni 2 times pi times 0.6 times 2 pi times 0.6, then tunagawanya kwa 1.861. Kwa nakuja kupata ni 2.02 inakuwa ni nini? Ni seconds. Kwa hiyo ndo time period. Kwa watu mwingine tumepewa a particle of mass 0.2, kwa tunapata kitu ambao uzito wake ni is attached to one end of a light an extensible string. Kwa imekuwa attached kwenye light in extensible string, na maana ni string ambayo haivutiki. Kwa hiyo anasema urefu wa string ni 50 cm. The particles moves in a horizontal circle with an angular velocity of 5. Kwa particles zetu kizunguka inanuka kwenye horizontal circle, lakini angular velocity ni 5, with the string inclined at theta to the vertical. Katika kama ambayo imekuwa inclined katika angle theta na vertical. Nasema kama hii ni vertical yetu, kwa kuna kamba hapa ambapo kuna kaengo hapa tumepewa, lakini kuna hiyo particle yetu imekuwa attached hapa, then hiyo particle yetu inazunguka katika that circle ambayo ni horizontal circle. Kwa hiyo tumepewa mass ya body ambayo mass ni sawa sawa na 0.2 kg. Tumepewa hapo length ya string ambayo ni 50 cm ambayo that is 0.5 meter. Lakini tumepewa hapo omega ambayo ni 5 radian per seconds. Tunaambiwa tafute angle theta ni sawa sawa na kiasi gani? Angle theta ni sawa sawa na kiasi gani? Angle ambayo inakuwa imetengenezwa pale inakuwa ni sana kiasi gani? Kwa hiyo tutarudi kwamba tunasema huku kuna weight, juu kunayo, hapa kunayo tension, hapa kuna angle theta. Kwa hiyo kwenye kutafutia samani ya huku vertically kuna tension cos ya theta, lakini tukitafutia horizontally kuna tension sin ya theta. Kwa hiyo tukirecall kwamba tension sin ya theta inakuwa ni sana centripetal force. Kwa hiyo the force ambayo ina provide centripetal force ni tension sin ya theta. Hii inakuwa ni sana centripetal force. Force ambayo tension sin ya theta inakuwa ni sawa na kuchukua mass times velocity square over r. Ambapo tukielezea velocity katika in terms of angular velocity inakuwa ni sawa na mass times radius times omega cube square. Kwa tukiangalia hapa angle ndio tunaitafuta tension ya tuna, tension kwenye kamba ya tuna, lakini mass tunayo, radius pia hatuna, lakini angular velocity tunayo ambayo ni ngapi? Ni 5. Tunayo ambayo ni 5. Kwa hiyo nasema tukirudi kwenye uhusiano wa tension pamoja na mg, kwamba hii tulete labda equation ya kwanza na unknown nyingi. Nasema by balancing forces vertically, kwamba tension cos ya angle anakuwa ni sana weight ambayo ni mg. Kwa hiyo tukirudi kwenye tension pia hatuna, lakini cos ya angle pia tunaambiwa tuitafute, lakini mass ni 0.2 times let's say g tukue 10. Kwa tutasema t cos ya angle itakuwa ni sana, au na huyu itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 2. Equation ya pili. Kwa tukigawanya the two equation, tension na tension wana cancel. Kwa kuchukua uhusiano wa equation ya kwanza ukigawanya kwa equation ya pili, tension wanaondoka, then tunabaki na m times r omega square all over 2. Kwa hiyo na wewe naishi, kwa inakuwa ni tan ya angle, unabaki ambao ndo hatuijui, lakini mass yetu ni 0.2, radius unknown, omega ni 5 cube square, lakini tukigawanya hapo kwa 2. Kwa tukiangalia uhusiano wa radius tunaweza tukampataje? Tunayo length tumepewa, lakini turudi kwamba katika uhusiano kwamba hapa kuna angle theta, then hapa kuna radius, hapa kuna L. Kwa hiyo ukichukua sin ya angle inakuwa ni sawa na r over L. Kwa hiyo cross multiplication r yetu inakuwa ni L sin ya angle. Kwa hiyo kimuelezea hapa nasema tutarudi kwenye huyu tani yetu ambayo ni sin over cos, na anakuja ku cancel, itakuwa ni sawa na 0.2 times radius yetu itakuwa ni L sin ya angle times 25 all over 2, ambapo sin na sin wanaisha. Kwa hiyo
itabaki ni sawa sawa na 1 over cos ya angle ambayo itakuwa ni 0.2 times length yetu ni 0.5. Sin ameisha itakuwa ni 25 over what? Over 2. Kwa hiyo tunasema cross multiplication hapo tunasema angle yetu itakuwa ni sawa sana cos inverse. Cos inverse ya 2 over 0.2 times 0.5 mara 20 ngapi? 25. Kwa hiyo hapo ndo tutampatia nini? Tutampatia hapo angle. Tutapatia hapo angle kwenye usawa. Kwa hiyo tutachukua 2 tutagawanya kwa in the bracket 0.2 times 0.5 times 25. Lakini chini itakuwa ni cos inverse ya jibu answer. Itakuwa ni sasa na 36.87. Kwa hiyo angle ambayo hiyo kamba yetu inakuwa imetengeneza na vertical inakuwa ni sawa sana 36.87.